Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Saba na kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii @Swahili Gospel kwenye Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X maarufu kama Twitter. Niukaribisha sana mtu wa Mungu, karibu sana na kama hauja subscribe basi nikukumbushe pia kwamba huu ni wakati sahihi wewe kuweza kusubscribe and then uweze kufikiwa na kila kitu ambacho kinakufikia kupitia Swahili Gospel. Tuna mengi sana kukujuza kuhusiana na kazi ambayo inafanywa na watumishi wa Mungu, lakini siku ya leo tuko maeneo ya Vikindu huku ambapo tumekuja kwa ajili ya kuhudhuria kwenye ibada rasmi ambayo imeandaliwa na kanisa la AIC Kinyerezi, ambapo huduma yenyewe inaitwa ni ibada halisi. Kanisa hili limeweza kuanzisha system ya kuweza kuhudhuria kwenye vyuo pamoja na mashule, ambapo ni sehemu ambazo yanapatikana makundi makubwa ama vijana kwa wingi, au sio bwana, na lengo lao ni kuweza kuwafikia vijana katika numbers kubwa sana. Na system hii ni kuambia tu kwamba haitaishia hapa. Ikimalizika hapa katika vyuo na mashule Dar es Salaam, itaweza kuhamia mikoani kwa ajili ya kuweza kufikia kundi kubwa kabisa la vijana. Kama jinsi ambavyo unaweza kuona ibada inazidi kuendelea katika eneo hili, na tutapata fursa ya kuweza kuzungumza na wahusika akiwemo mchungaji wa kanisa la AIC Kinyerezi, lakini pia na wahusika wengine ambao wanapata kutueleza namna ambavyo system hii inafanyika. Leo katika maeneo ya Vikindu, moja kati ya vyuo, tuko hapa, lakini next location ni wapi? Basi ungana na sisi na usiache kusubscribe as I told you. Kwenye hicho kidude chenye alama nyekundu, gusa hiyo alama ya kengele, alafu inakuwa ni fresh kabisa. Nyuma kamera yuko Josia. Kama kabisa. Pole na majukumu au hongera pia. Nashukuru sana na Mungu mwaminifu. Tuko hapa kwa ajili ya kazi ya Bwana hapa Vikindu, chuo cha walimu. Tukiwa tunafanya hii huduma hii kama unavyoiona inaitwa ibada halisi. Ibada halisi. Kwa majina matatu, mchungaji kutokea katika huduma ibada halisi. Majina matatu unaitwa nani tafadhali? Mimi ninaitwa Paulo Yunja Shija. Ni mchungaji katika kanisa la AIC Africa Inland Church. Na nimeanza hii huduma ya ibada halisi nikiwa pale Kinyerezi AIC. Na sasa ndio maana nasafiri popote pale walipo nipo kwa ajili ya kuimarisha na kukomaa zaidi hii huduma. Yes. Hii huduma imeanza takriban na kama muda gani hadi sasa hivi? Kiukubwa zaidi kwamba imenyuka zaidi mwaka huu, lakini ina kama mwaka wa pili sasa tangu ianze. Wazo ni la muda mrefu, tulikuwa tukilitengeneza. Tukaanza kanisani kama kuabudu, lakini namna yetu ya kuabudu ikawa sio kusoti watu wenye sauti nzuri. Na ndio maana imeandikwa Zaburi ya 150, wale wamwabuduo Mungu inawapasa wamwabudu katika roho na kweli. Yaani kwamba kila mwenye pumuzi amsifu nani? Bwana. Pumuzi pekee ndio inahitajika, sio sauti, lakini pia ule uhalisia. Kwa hiyo ukiniuliza swali la kwamba umri gani sasa, takriban miaka 2 mpaka sasa hii huduma, na inakuwa zaidi na zaidi. Unajua bwana, vitu hivi vinaendana. Rehema na huduma hii ni watu ambao hawezi kuachana, kwa sababu ni watu wa kuabudu. Na kwa sababu hiyo Rehema, wakati tunaanza sisi, Rehema yupo anaendelea, lakini baada ya kusikia Rehema akaja moja kwa moja kwa huduma, na sisi tukaenda moja kwa moja kwake. Kwao tukashikamana hivi kwa sababu wote tunamwabudu Mungu. Kumbuka nimekuambia kila mwenye pumzi amsifu nani? Bwana. Na katika maandiko anasema Mungu anatafuta waabudu halisi. Kwa hiyo urafiki wetu umeunganishwa kwenye maabudu. Antena tulipoungana, tukaungana ghafla, hatukutafutana kwa gharama mno, bali ilikuwa automatic tu kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa tunafanya kazi na mtumishi huyu vizuri sana, na tunafurahia sana kwa kweli, na tunampenda. Yes. Tuzungumzie hii system ambayo mko nayo na kwenda kufanya ibada kwenye vyuo mbalimbali. Ndio system huwa mnahama chuo hiki baada hiki, si ndio? Sisi ni katika chuo na mashule, lakini pia katika viwanja mbalimbali. Sisi hatuabudu tukiwa ndani. Sisi tuna neno halisi. Maana yake ni kwamba tunaweza kusimama kwenye kiwanja chochote bila kujali kwamba kuna watu around au watakuja ama wasije. Sisi tunakuwa na ule uhalisia wa kuabudu. Unaona Na ndio maana sasa tukaona kwamba ni vizuri sisi tuwe tunakwenda mashuleni ambapo kuna mikusanyiko mikubwa ya vijana na tunaabudu, kwa sababu wengi sana wanamisi ibada za kuabudu hasa. Na ndio kusudio letu la kuhama shule hadi shule, chuo hadi
chuo, lakini pia katika mikutano yetu mbalimbali. Hata tukija kanisani mahali fulani, si tutakuomba tufunge vyombo nje. Tunataka tuabudu na jamii yote ya watu inaposikia. Hiyo ndio kusudi letu. Na hapo ndipo sasa nadhani ni mahali pa unganiko kati yetu na Rehema lilipotokea, kwa sababu na yeye ni mtu ambaye anatembea katika mashule, tukakusanyika hapo, na ndio maana nadhani safari yetu imeungana pamoja. Ndio, na ndio maana mnazunguka kwenye maeneo ya mashule pamoja na vyuo. Lakini vijana ndio watu ambao tunakutana na changamoto nyingi, na inasemekana vijana ni watu wagumu sana kupokea ama kuitikia wito wa Mungu kutokana na changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye maisha. Vijana wachache sana ambao unakuta wanamtumikia Mungu. Nyinyi mmechagua kupita kwenye njia hiyo ya kudili na vijana kwenye mashule na mavyuo. Kipi ambacho kinawaaminisha kwamba mtafanikiwa huku kupenyeza kazi ya Mungu kwa vijana? Ninaamini vijana, tukitoa tu mifano kwamba ndio wana salio kubwa. Salio kubwa maana yake kama si kufa, wao wana span ya maisha marefu. Kwa hiyo ukiweka mbegu pale ni udongo sahihi kwa vijana, na wakikamata wanaweza kukimbiza mwendo mrefu zaidi, na wana nguvu na wana uwezo. Lakini pia ni vijana ambao wanakatishwa tamaa mapema sana, na ndio maana tunawakamata, tuishi nao, tutembee nao ili kusudi waweze kumtukuza Mungu na kumtangaza Mungu. Unajua, ukimpata Mungu katika maisha, na kuambia unakuwa salama katika maisha yako yote. Na tunaona tu vijana ambao wanakuwa hawana Mungu ndani, wanavyojiharibu. Wanakuwa kabisa si chochote si lolote, hawafai kwa kazi yoyote yani. Sasa kwa sababu shetani amewawahi, na sisi tunataka kwenda kwao ili tuwalee. Na kwa kweli tuna ushuhuda, tuna vijana wengi ambao wamekuja kwa Mungu na wamejoin pamoja na sisi na wanatembea pamoja na sisi. Vijana yani ni vijana, kwa sababu hata Biblia inasema furahia ujana wako bwana. Furahia ujana. Ukipita ujana hakuna furaha nyingine, na umeagizwa furahia ujana. Kwa hiyo sisi tunawaacha free vijana wafurahi, lakini wakiwa ndani ya Kristo. Yes. Waambie lolote mchungaji kwa niaba kwa wale vijana ambao pengine wanatamani siku moja mfike kwenye shule yao au mfike kwenye chuo chao, wanatamani sana hilo. Kwani ninatoa mwaliko kwa vijana wote ambao wako mashuleni, wako mavyuoni, ya kwamba watupe taarifa, hasa viongozi wa vijana katika mavyuo na mashule, na watatupata tu kwa jina la Ibada Harisi, na watatupata vizuri. Tunapatikana kanisa la Africa Inland Church Kinyerezi, na tunaweza kupatikana, hata wanaweza wakatafuta ninyi ambao mnahusika pamoja nasi media, ninyi watatupata sisi ili tuende kwao tukafanye ibada. Hakuna gharama ya kugharimia kwao, ni sisi ndio tunagharimika kwa ajili yao. Hakuna mchango wote tutakaowatoza, ni sisi tutakuja na vyombo vyetu, tutafunga pale. Wao ni kibali tu basi, sisi tutakuja na kila kitu na tutafanya ibada pamoja nao kabisa. Mchungaji, nikushukuru sana kwa muda wako, endelea sana kubarikiwa na uwe na majukumu mema pia. Nashukuru sana ndugu wangu, ubarikiwa sana na Bwana. Swahili Gospel TV utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV